wa pili wakafanikiwa kuvuna alama 3 na moja kwa moja kufikisha alama 6 kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania Bara. Mechi ambayo ilikuwa ni mechi nyingine kwa kocha Suleiman Matola akiwa anaiongoza Simba Sports. Umeona nini kwenye mchezo wa jana, mchezo ambao tumeona mabadiliko makubwa? Nikizungumzia hivyo kwa maana ya kuanzia kwenye team selection, mengine iliathiriwa kutokana na majeraha, lakini mengine nimeona, kwa sababu sijaona taarifa ya mwalimu kuhusiana na majeraha, nimeona ni kama mwalimu amewapa mapumziko fulani hivi, ama ndio inawezekana ndio taswira ya timu anayoitaka. Jean Chalea huwa hakuanza, nyota ambaye tunaamini anategemewa kidogo kwenye kikosi cha Simba kutokana na namba zake na mambo mengine kama hayo. Lakini umeona nini kwa Suleiman Matola kwenye mchezo wa jana? Nafikiri jana timu kidogo ilibadilika, ilicheza vizuri kidogo, tofauti na ilivyocheza mechi dhidi ya Fontaine, lakini pia tofauti na ilivyocheza mechi dhidi ya Gaborone United. Yani at least, yani unaiona timu inakupa mwanga wa nini ambacho kinaweza kutokea kwenye game 2-3 ambazo zinakuja mbele. Ile flow ya timu kutoka nyuma kwenda mbele inaonekana, sio tena ile papatu kwamba zimepigwa pa zieleweki, timu ina move tu. Yani sasa jana ndio unaona shida ya mtu mmoja kwamba sasa mchezaji mmoja unaona kuna wachezaji ambao hawachezi vizuri wenyewe, unawaona. Yani tunasema ni ile kwamba mafuta yanaanza kujitenga na maji. Yes, lakini ukitazama timu kwenye muundo wa kiuchezaji, walau jana inakupa picha ya nini kinaweza kutokea kwenye michezo 2-3 inayokuja mbele. Pasi zinapigwa kwenye njia, watu na wachezaji wanajiposition vizuri, wachezaji wanatazamana, movement za kwenda kutafuta nafasi zinaonekana. Unaona unaona namna ambavyo timu ina flow tofauti na ilivyocheza kabisa game zilizopita. Sasa hapa kuna kitu jana nikaa najiuliza, inawezekana Fadlu David alikuwa anaifanya timu icheze mpira mgumu sana, au kuna kitu alikuwa anataka kuprove kwa viongozi wa Simba? Nikaa najiuliza vitu viwili. Kwa nini? Kutaka kuprove kwa maana gani? Timu ilikuwa inacheza mpira mgumu sana, lakini kuna wachezaji ambao wanaonekana kuwa fiti kwenye mchezo na kuja kuubadilisha mchezo kama ukiwapa nafasi ya kucheza. Kwa mfano, mechi dhidi ya Fountain Gates tulianza kumuona Morris Abraham akicheza kwenye kiwango kibora sana baada tu ya Fadlu David kuondoka. Lakini wakati huo mwalimu alikuwa analazimisha kumtumia Nabi Kamara na Yusuf Kagoma, ambao kwenye muunganiko walikuwa wanaonekana kutokuwa na muunganiko mzuri ambao unaweza kuifanya timu kuflow vizuri kutoka katikati kwenda kwenye lango la mpinzani. Tukamwona Morris Abraham akiingia, Mzamiru Yasini akiingia kucheza na Kagoma. Timu ikaflow vizuri sana kwenye eneo la katikati. Shida ikaja kwenye eneo la mbele, namna ya kugawa wachezaji kujiposition na kutengeneza mabao kwenye eneo la kushambulia. Mechi ya jana tumeona mabadiliko mengine. Mzamiru of course hakuonekana kwenye kosi cha kwanza, lakini tukamwona Kante, Kagoma, Morris Abraham, halafu tukamwona Joshua Mutale Budo. Wachezaji wawili wakatuonyesha kitu kingine ndani ya uwanja, kwamba wana uwezo wa kutanua uwanja, wana uwezo wa kufunga uwanja timu ikiwa haina mpira. Kwa maana timu ikiwa na mpira watatanua uwanja, watashambulia pembeni, watapokea mipira, wataingia ndani. Timu ikipoteza mpira watatoka pembeni, wataingia ndani, maana yake ndio ile wanaufunga sasa uwanja. Kwamba timu inakuwa na stability nzuri ya kutafuta mpira bila kuwahusisha viungo wakabaji, kwa maana namba 6 na namba 8. Maana yake wanaanza kukaba Morris Abraham na Joshua Mutale, hapa ndio inakuja huku nyuma kwa watu wengine. Na hapa ndio tulipoona Elim Panzu akiwa tukaona sale mazefu yake direct, kwamba bila kumpa mpira akapata space akatembea, sio mchezaji ambaye anaweza kukupa kitu bora sana uwanjani ikiwa timu haitembezi mipira mingi sana kwenda kwake. Yani ikiwa unahitaji yeye mwenyewe ndo atafute mpira na kujitengeneza nafasi, uweze ukamuona, kwa sababu mara zote ukiwa na wings ambao wana uwezo wa kuact kama midfield, maana yake lazima wachezaji wote walioko mbele wahusike pia kwenye build up, kwa sababu wale wakiact kama midfield si wanashuka chini wanaingia ndani. Maana yake wale walioko juu inabidi washuke chini wasaidie kuchukua mipira. Ndio pale Elim Panzu tuliona jana akapotea mpaka kipindi cha pili ya kurudi. Mwalimu alimtoa kabisa.
kwa sababu hakuwa ana msaada kwenye kikosi kilichoanza jana kwenye klabu ya Simba. Kwa hiyo nikawa najiuliza kama hawa wachezaji mwalimu alikuwa nao kwenye timu na wana uwezo wa kubadilisha shape ya Simba kwenye uchezaji, kwa nini alikuwa hawatumii? Ni kwamba alikuwa anataka kushindana na viongozi wa Simba, kama nahitaji ex players, nahitaji hivyo kweli, ama ilikuwa ni nini maana yake? Nikawa najiuliza hicho kitu kutokana na namna ambavyo mwalimu Selemani Matola ametupa wachezaji watatu ambao wamekuja kubadili kabisa shape ya ile speed ya Simba katikati kwenye kwenda mbele. Kwamba namna timu inavyoshambulia, inavyotafuta mpira kwa haraka, unaelewa ambao hawa wachezaji chini ya Fadlu Davids walikuwa wapata nafasi ya kucheza especially tangu mwanzoni mwa msimu huu. Maka tunazungumza mabadiliko ya michezo miwili tu ambayo Matola ameisimamia baada ya Fadlu Davids kuondoka. Kwa hiyo ni kitu kingine ambacho kimeni surprise kwenye cost ya Simba. Lakini kingine kuona sasa namna ambavyo timu inaweza kuhusisha watu wa juu kwenye kufanya build up ya mashambulizi, kwamba huyu atakuja kwamba namna ambavyo watu wa juu watalink na watu wa chini. Kuna siku moja nilikuwa najiuliza kwa nini mechi ya Fountain Gates nadhani ndio mechi ambayo pia nani alianzia bench Steven Dese Mukwala. No, alianza hapo kucheza vizuri alianza soa ile. Sio? Alianza soa kitu kama hicho sorry, ile nakumbuka kuna mechi moja alicheza hakucheza vizuri Jonathan Soa. Nakumbuka ile mechi. Ngara kwambia Soa unajua sio mzuri sana kufanya link up na viungo wa nyuma ila ni mzuri kusubiri mipira imkute kwenye box. Jana ameanza mchezaji wa Uganda huyu mshambuliaji Steven Dese Mukwala. Ndio ameanza mbele. Angalia namna ambavyo ana operate ile eneo lote la juu. Ana uwezo wa kushuka chini kwenye midfield akasaidia kuchukua mipira, na kizuri kwake ni kwamba akipata mpira pembeni katikati anasogea pembeni ili atoe pasi afu arudi ndani. Ni kitu kingine ambacho tumekiona msimu uliopita hatukikiona kwa Steven Dese Mukwala. Kwamba kumbe ni mtu ambaye ana uwezo wa kulink up vizuri na midfield, lakini mwalimu alikuwa hamtumii sana. Lakini tumeona chini ya Suleiman Matola namna ambavyo ana link ile speed yake, movement zake. Angalia namna ambavyo anajitahidi kutengeneza nafasi hatari. Jana kuna kichwa kimoja alikicheza hicho, nadhani ilienda ikapanchiwa pale mpira ukatoka Lakini mmoja ya wachezaji ambao ni hatumeona wameonyesha uhatari mkubwa sana chini ya kocha Selemani Matola. Kwa hiyo ni moja ya vitu ambavyo vimeifanya Simba kubadilika sana kwa kiasi kikubwa sana. Kwa maana kutumia wachezaji ambao sisi tulikuwa tunaona kama ni wachezaji ambao hawana msaada kwenye klabu ya Simba, lakini msaada wameanza kuonesha direct kwenye kikosi cha Simba chini ya kocha Selemani Matola. Na hii sasa ni message kwa viongozi wa Simba kwamba wana mwalimu ambaye ana uwezo wa kuwa na mawazo ya tofauti, lakini anashindwa kuyatoa wakati mwingine pengine kwa sababu ya mamlaka ambayo anapewa kocha mkuu wa klabu ya Simba.